Kushinda adui kama hatutakuwa na upako. Hatuwezi kuwa washindi kama hatujapakwa mafuta ya kushinda. Upako ni uweza au ni mafuta ambayo yanakuja juu ya mtu. Na tunaishi katika ulimwengu ambao kuna vita. Lakini leo nataka tutazame upako wa vita zimegawanyika kwa sehemu kuu nyingi. Lakini tutaangalia vipengele viwili. Namba moja, upako wa vita, kuna upako wa kudumu. Namsema upako wa kudumu. Namsema upako wa kudumu. Namsema upako wa kudumu. Geukia unaweza kumwambia kuna upako wa kudumu. Au mwambie kuna upako wa kudumu. Upako wa kudumu kwa juu. Upako wa kudumu ni uwezo ambaye mtu anakuwa nayo kila siku itapo leo katika Kristo Yesu. Maana yake hata akutane na kitu gani, anaendelea kukua katika neema ya Mungu. Hata ukimsema vipi, harudi nyuma wala akati tamaa katika Kristo Yesu. Anabaki akisonga mbele. Hata umletee maneno gani, hata umseme vipi, kila itwapo leo anazidi kwenda viwango vingine rohoni. Kila itwapo leo anazidi kuwa fire. Kila itwapo leo anazidi kuwa mwombaji. Hata umkatishe tamaa, huo ni upako na uwezo unaomka ndani ya mtu. Hautakaa umkuta yule mtu hata siku moja anazidi kukua viwango vingine vya rohoni. Anazidi kuwa pauza wa imani. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Kwa hiyo upako wa kudumu ni upako ambao ni mtu anadumu katika wokovu. Hata kama majaribu yanakujaje, hata kama vita inainukaje, huwezi ukamtoa kwa Yesu. Kila siku akipatikucha anasema hata kama nimepita bado namjua Mungu kwamba hajawahi kuishiwa. Hata kama nimeachwa bado najua Mungu hata niacha nitasonga mbele. Hata kama magonjwa yamzunguke, ana nguvu ya kushinda majira yote. Halo? Na ni muhimu kwa kila Mkristo aliyokoka adumu katika imani. Hebu sema imani. Hebu sema imani. Hebu sema imani. Usiye mwenzako mwambie ni muhimu udumu katika upako wa kudumu. Usiwe ni mtu wa kuyumbishwa. Unasikia tu maneno unayumbishwa. Ni mtu ambaye ukiamini Mungu, umemwamini Mungu, unasimama kwa Mungu sawa sawa. Hebu sema amina basi kama unabarikiwa. Yaani kisa kwamba hata mtu akikuletea maneno yote akakwambia wangapi walikimbia kwa Yesu, wangapi wameenda kuomba, wangapi wameokoka lakini wameshindwa, unamwambia wao ndio walishindwa, lakini mimi imani nilionayo haikubali kushindwa, ninakubali kushinda hata nani aje. Sielewi kama unanielewa. Na nilikwambia mwanangu, usijifunze kwa walioshindwa maisha, jifunze kwa walioshinda maisha. Maana mtu aliyeshindwa maisha hata hautajifunza chochote na hata kufundisha chochote. Kama mtu alishindwa kudumu kwenye ndoa, asikuletea taarifa zake za kwamba kuishi na wanaume ni kazi. Mwambie ni wewe ndio umeshindwa, lakini mimi imani nilionayo nina uhakika wa kushinda hata nani aje. Sielewi kama unanielewa. Usiye mwenzako mwambie sijifunze kwa walioshindwa, najifunza kwa walioshinda. Sasa mtu ameshindwa hata kununua kiatu, atakufundishaje wewe kununua kiatu? Hebu sema amina basi kama unabarikiwa. Wangapi wanataka upako wa kudumu? Sharti uokoke. Tiketi hii ya kuwa na upako wa kudumu lazima uokoke. Na hii ni muhimu kuwa na upako wa kudumu. Upako manake ni mafuta unayefunikwa. Haijalishi kuna mtu anakudharau ulivyo, lakini sivyo Mungu anavyokutazama. Haijalishi mazingira yanakudhalilisha, lakini sivyo Mungu anavyokutazama. Ukisimama katika upako wa kudumu, na kuambia kuna siku tutakuona kwa viwango vingine ambavyo hakuna mwanadamu ambaye angetarajia kwamba utakuwa kule. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Wacha leo tuangalie upako wa majira. Upako wa majira inakuaje? Na leo kuna watu watapokea nguvu ambaye watashangaa vitu ambavyo wamekuja hapo wakiwa imani zimedoubt, ambao wamekuja wamekata tamaa. Leo kuna upako wa majira ambaye itaingia ndani yako. Kuna matatizo huyo yanakusumbua, utashangaa vinafunga virago kuondoka. Upako wa majira. Hebu sema upako wa majira. Upako wa majira ni nini? Upako wa majira ni uwezo wa kushinda vita. Vita inapotokea, upako wa majira ni uwezo wa kushinda vita. Vita inapotokea, niseme hivi, tunaishi katika ulimwengu wa vita. Hata kama kwa sasa una vita, lakini hakuna mtu ambaye hana adui. Hakuna mtu ambaye hana adui. Tunaishi katika ulimwengu ambaye sio kila mmoja anayekuchekea eti wanakupenda. Sio kila mmoja anayekufungulia mdomo ukaona mdomo mweupe ukafikiri huyu ni rafiki wa kweli. No, wengine katikati ya marafiki ulionao, 90% ulionao ni maadui na huwajui. Lakini pale upako wa majira utakapokuwepo, leo watakwenda kujulikana marafiki wa kweli na marafiki ambao si wa kweli. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Usiye mwenzako mwambie leo nitawatambua marafiki wa kweli na marafiki ambao si wa kweli. Halo? Sasa upako wa majira
Ni upako ambao unaumuka ndani ya mtu. Haijalishi ana upako ambao unaendelea kudumu katika wokovu, lakini upako wa majira nitakufundisha. Soma kitabu cha Zakaria 4:6. Zakaria 4:6. Kitabu cha Zakaria 4:6. Kama ukipata mwanzo kanisomea haraka kwa muda. Zakaria 4:6. Kuna mtu ameshapata? Umeshafika kwenye Biblia yako? Tusome wote. Soma. Akajibu akaniambia akisema, hebu sema, hili ndilo neno la Bwana. Kwa Zerubabeli kusema, si kwa uwezo wala si kwa nguvu, bali kwa roho yangu. Hebu sema, kwa roho yangu. Asema Bwana wa majeshi. Mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Itika basi mtu wa Mungu, sema amina ya nguvu kama unabarikiwa. Nisikilize, nimekwambia tunaishi katika ulimwengu wa vita. Hata kama kuna wengine mmeshategwa mitego tangu mmezaliwa, na hizo mitego zinaendelea kukua kwenye maisha yenu. Kuna wengine mmetegwa mitego sasa hivi, unaona angalau maisha hakuna ubaya sana, hakuna matatizo sana, lakini mbele unakoelekea, nataka nikupe taarifa, hakuko salama. Hakuko salama. Na namna gani tunaweza tukashinda hizi vita? Namba moja, lazima uwe na upako wa kudumu, lakini angalau utembee pia katika upako wa majira. Upako wa majira nini? Upako wa majira ni kwamba unakutana na vita, unakutana na watu wanakusema, unakaribia kwenye malango ya kifo, mpaka moyo unasema, maskini ya Mungu, sidhani kama nitashinda mwaka huu, sidhani kama nitatoboa safari hii, sidhani kama tunaweza tukashinda katika boma hii, sidhani kama naweza nikakusanya watoto wangu tena. Wakati umekata tamaa, ukiruhusu upako wa majira, kuna nguvu inakuja ndani yako, inaumuka. Unashangaa kama asili ya Roho Mtakatifu inainuka, unashangaa matatizo uliokuwa nayo yanaondolewa. Hebu sema amina basi kama unabarikiwa. Unashangaa unapata taarifa mbaya kwamba watoto wako wanakwenda kufa. Ghafla upako wa majira unakuja. Inapokuja unashangaa waliokuacha, waliokukatia tamaa, na kila mmoja amekuacha. Unashangaa upako wa majira umekuja. Unashangaa unasema, wala siogopi, wala sitereki, wala sikimbii, wala sielewi. Kama kuna mtu ananielewa? Sielewi kama kuna mtu ananielewa. Kuse mwenzako mwambie, sio kwa nguvu zangu wala kwa uweza wangu nitawashinda maadui, kwa roho wa Bwana nitashinda. Hebu sema nitashinda. Hebu sema nitashinda. Hebu sema nitashinda. Kitabu cha Waamuzi 14 mstari wa 5 hadi 6. Tusome. Tutaangalia upako wa majira. Leo kuna watu mmefika mahali mmekwama kimaisha. Lazima upako wa majira ikusaidie. Lazima kuna asili ya Roho Mtakatifu itakuja, itawateketeza maadui zako. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Kuna mtu amefika, nisomee. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 14 mstari wa 5 hadi wa 6. Soma kama umepata. Kuna upako unashuka juu yako. Kuna nguvu itashuka juu yako. Labda niseme, wakati unafungua Biblia yako, Mungu alipotuumba hajatumba tuteseke duniani. Mungu alipotuumba alitupa pia na silaha ya kumshinda adui. Na ndio maana Adam alipokosea pale bustani ya Edeni, haikuwa furaha kwa Mungu, ilikuwa ni maumivu. Ilibidi atengeneze njia. Akasema, maandiko yanasema ikachinjwa damu. Maana yake ilikuwa inawakilisha damu ya Yesu. Amrudishe mwanadamu kwenye utawala wa kumiliki kama alivyokusudia. Maumivu nyingi tulizo nazo ni matatizo adui yanaleta ndani yetu. Na hatuwezi kushinda isipokuwa tumemwamini Kristo Yesu. Naomba tuweke dini pembeni. Dini yako weka pembeni, Upentekoste wako weka pembeni, Ulutheri wako weka pembeni, Katoliki yako weka pembeni. Hapo waliokusanyika sio dini, hapo waliokusanyika ni wana wa Mungu ambao wanaweza wakabisha mbingu, malango yakafunguka. Asielewe kama unanielewa jamani, sielewe. Hebu mwambie mwenzako, hatujakusanyika dini hapa. Mwambie dini haiko hapa. Mwambie Upentekoste haiko hapa. Mwambie hakuna dini hapa. Mwambie mimi na wewe ni wana wa Mungu. Tunataka tuguse mbingu leo. Mwambie tunataka tumguse baba yetu wa mbinguni leo. Sielewi kama unanielewa. Sielewi kama unanielewa. Haleluya. Umeshafika. Umeshafika. Soma kwa sauti. Angalia. Anasema roho ya Bwana ikamjilia kwa nguvu. Huyu ni Samson. Samson walikamatwa na watu wa familia kwao.
wanampeleka kwa maadui, alafu amefungwa mikono. Biblia inasema akawauliza, hamtaniua? Wakamwambia, tutakuua, tunakupeleka kwa Wafilisti waache kututesa. Maana Samsoni Mungu alimchagua awe mnadhiri au mwamuzi katika kipindi cha Waisraeli. Maandiko yanasema walipomfunga mikono wakawa wanapeleka kwa maadui. Walipopeleka kwa maadui, kama ambavyo kuna watu wamekufunga, wamefunga familia yako, wamefunga mume wako, wamefunga watoto wako, wamefunga kijana wako, wamemfungia kwenye pombe, wanampeleka kwa maadui. Na kuna watu mmefungwa, wengine wanafungwa, wanapelekwa kwenye magonjwa. Leo nataka nitangaze upako wa majira utashuka, tutawasambaratisha. Sema amina kama unabarikiwa. Angalia maandiko yanasema, ukisoma hiyo habari anasema kwamba, endelea kidogo, inasema rudia kidogo, anasema umeanzia mstari wa ngapi? Waamuzi mlango wa 15 mstari wa 14. Waamuzi mlango wa 15 mstari wa 14. Soma. Alipofika Lei, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye, ndipo Roho wa Bwana ikamjilia kwa nguvu, na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na zile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake, naye akaona mifupa mbichi kwa taa ya punda, akautoa, akapiga watu 1000. Mpaka hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Waisraeli walimkosea Mungu, na baadaye Mungu alimnyanyua mtumishi wake Samsoni. Angalia Samsoni, Biblia inasema nguvu zilikuja juu yake. Alipofungwa mikono apelekwa kwa maadui, maandiko yanasema maadui walipomuona walifurahi, kama ambavyo maadui zako wanafurahia watoto wako kuwa walevi, kama ambavyo maadui zako wanafurahia boma yako imesambaratika, hauna raha hata kidogo, kama ambavyo wanapiga makofi. Wacha leo nikwambie, huo kijana ambaye amefungwa leo tutaachilia upako wa majira, atarudi kujenga hiyo boma. Atarudi kujenga hiyo boma. Wewe mama ambaye umesema umekuwa takataka, umekuwa aibu mbele ya watoto, unajisikia kwa nini nimezaa, nataka nikwambie usijisikie ovyo. Jisikie kwamba Mungu anakusudi akulete duniani, na kwenye tumbo lako, nisikilize, na kwenye tumbo lako hawajalala vijana watukutu, hawajalala malaya, hawajalala walevi, hawajalala vijana ambao wanatangatanga wakuangalie, wamelala mashujaa. Leo nataka nitamke, kamba zilizomfunga mtoto wako, kamba zilizofunga familia yako, kwa upako wa majira leo itashuka juu yako, utawakatakata na kuharibu. Useme zako, mwambie leo upako wa majira utapita. Napenda nitangaza nikiwa na hubiri hivi, elewa kuna nguvu inaenda mpaka nyumbani kwako. Elewa nikiwa na hubiri hivi, kama kuna kijana yuko kijiweni na kunywa pombe, unasimama kwa imani, upako utamtembelea, lazima kamba zitakatika. Elewa kama kuna binti yake amefungwa asiolewe, iko nguvu inatembea kwenye ardhi yako, kukata kamba, kukata kila riziki. Sielewi kama unanielewa. Maana maadui wanatufunga. Maandiko yanasema Samsoni alifungwa na kamba. Ziko kamba unaweza ukafungwa navyo. Unaweza ukafungwa na kamba za magonjwa. Unaweza ukafungwa usijenge. Unaweza ukafungwa ukakosa amani. Unaweza ukafungwa usiolewe. Unaweza ukafungwa usijenge, ukabaki unapiga market time. Ukabaki unatafuta kazi unapiga market time. Jamani, tunaongea katika ulimwengu wa roho, hatuko kimwili. Kila tatizo ambalo unakutana nalo, kila ugomvi ambao unakutana nalo haijaanza kimwili, imeanza katika ulimwengu wa roho. Nami nahubiri katika roho ili tuzame katika ulimwengu wa roho, tupambane na roho zinazopambana na familia ya kwenu, ili tuachilie upako wa majira. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Mwambie mwenzako, leo lazima maadui zangu wapate cha moto. Na mimi nataka nitangaze watu waliofurahia familia mamako kupigwa na majanga ya uchumi, leo nataka niwatangazie sharti wafunge virago, maana wale ndio Samson wa sasa. Hello. 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 Sema ya. Sema haleluya. Sema lazima nipokee nguvu leo kwa jina la Yesu.
Na mnapenda Mungu wangu aliyeniita, maana ninahubiri hivi lakini mtaona kwa matendo. Utashangaa aliyekuwa hana kazi anapata kazi, aliyekataliwa kuolewa anaolewa. Sielewi kama naongea. Nampenda Mungu wangu, ni Mungu anayejibu kwa matendo. Sio Mungu anayeongelewa mahali hapa akabaki kwenye madhabahu. Ni Mungu atakayetembea ndani ya watu kujibu. Ni Mungu anayerejesha. Sielewi. Hebu sema amina basi kama unabarikiwa. Kusema mwenzako, mwambie lazima niende viwango vingine. Manake maadui wanapokushangilia na umekata tamaa, umekosa mwelekeo, nataka nikwambie ruhusu nguvu za Mungu ziingie ndani yako. Kuna ujasiri unaomuka ndani yako. Unashangaa wanadamu wanasema huyu amekaribia kwenye malango ya kifo. Unasema ndio. Na yamkini na wewe umekata tamaa. Unaona bora tu nife. Maana hata hivyo sioni faida. Nikiangalia kushoto naona kijana wangu aelekee. Nikiangalia kushoto mwali aelekee. Nikiangalia mama aelekee. Nikiangalia huko akueleweki. Nikiangalia mwanaume aeleweki. Hata mwanaume sina. Unatazama kona zote, unabaki ni wa machozi, unabaki ni wa huzuni. Usione watu wanatembea wamefunika vichwa ukafikiri ni wazima. Ni miili tu, yamkini wakati mwingine ni wazima, lakini mioyo yao inavuja damu. Wengine wanatembea machozi yanayomiminika, hata karai kikingwa inajaa na kumwagika tena. Lakini acha nikwambie, yuko Mungu aliyeniita. Yuko Mungu anayesema si kwa nguvu zenu maweza kushinda maadui. Yuko Mungu anayesema si kwa uwezo wako unaweza ukamshinda shetani, lakini kwa uwezo wake tunashinda. Kwa upako wa majira tunashinda. Nataka nikutamkia, lazima upako wa majira ije juu yako na mafuta ya juu yako. Sema amina basi kama unabarikiwa. Yeyote aliyekudharau lazima upako wa majira iwe ndani yako. Aliyesema utavuka ng'ambo ya pili, upako wa majira ukishuka utashangaa unavuka. Tena watashindwa kuelewa umevuka vukaje. Nasema amina. Sijui kama unanielewa. Lazima kila mtu aliyokoka, lazima na anataka kushinda, lazima atake upako wa majira. Nasema ukitaka, maana unaweza kuwa umeokoka na ukaridhika na hali ulionayo. Unaweza ukawa umeokoka na ukaridhika na hali ulionayo. Maana kuna mtu anasema ni Bwana akaruhusu acha niridhike na hali yangu. Lakini nataka nikwambie hakuna maisha Mungu ameruhusu upitie ya namna hii ulionayo wewe. Na nataka nikwambie Mungu kukuleta duniani hajakuleta kwa bahati mbaya. Umezaa watoto kwenye tumbo lako. Mungu aliporuhusu wa kijana aje akaweka roho yake, alikusudia kitu cha tofauti kwenye familia ya kwenu. Yaani kwenye tumbo lako yamkini kuna mawaziri, yamkini kuna watu ambao wangesaidia watoto siku za mbeleni, na adui anasakama hilo tumbo, amewapiga vichwa, wamekuwa walevi ili wasilete baadaye kwenye familia. Nimekuja nitangaze, aidha ni mapepo, aidha ni wanadamu, aidha ni roho za kuzimu, lazima upako wa majira ifanye kazi. Nataka nitangaze upako wa majira ni uwezo ambao wakati ambapo umekata tamaa, hapo ndipo upako unafanya kazi. Hapo ndipo ambapo wanadamu wamekuona ufai katakataka, hapo ndipo upako wa majira huo inakung'arisha tena kwa upya. Unakuwa mwingine ambaye hujatazamiwa. Sema amina kama unabarikiwa. Hebu sema amina kama unabarikiwa. Mwambie mwenzako usirizike na hali ulionayo. Mwambie usirizike na hali ulionayo. Na ndio maana hata kama unaumwa, unaweza ukaenda Maundu Meru, tatizo aliishi, lazima utangana kwenda KCMC. Lazima utakokatia rufaa kwamba hatuwezi tatizo lako, nenda KCMC. Hata ukienda Urume tukikupima na tatizo lionekani, lazima watakwambia kwa sababu tumekupa madawa na ugonjwa wako usikii, ni bora tukuandikie uende hospitali nyingine. Wacha nikwambie, usiriziki ukakaa kwenye kanisa au kwenye dini ukasema ni dini yangu niliyozaliwa nayo, nitafia kwenye hii dini, ni dini ya baba na mama. Alikwamba shetani anakutafuna, mapepo anakutafuna. Alikwamba unaweza ukakimbia KCMC ukapata daktari ambaye anaweza akakutibu sawa sawa, ukamwona Mungu. Sielewi kama unanielewa jamani, sielewi kama unanielewa. Maana kuna watu wanapinga huduma sana, wanasema mnatangatanga mnanyanye, lakini aliyefika mahali hapa anajua siri ya huduma, anajua siri ya maombi, anajua siri kwamba kitu gani kimetendewa. Na mimi mwanangu, kama tatizo lako limekuwa kubwa, nimeshindikana kwangu, kama utapata baba ambaye anaweza kukusaidia, ni vyema uende akusaidie, kuliko nikwambie mimi nitakuambia tu na tatizo limeshindikana mpaka unakufa. Walikwamba kuna kitu Mungu ameweka ndani mwako na kuzimu inazuia, siko tayari. Nataka ukifa ukungute kila kitu Bwana alichokupa. Kama kwenye tumbo lako Mungu ameweka mawaziri, ukungute wale mawaziri. Kama Mungu aliahidi utakuja kuwa mfanyabiashara mkubwa, uwe mfanyabiashara mkubwa wa kutosha. Kama Mungu aliahidi uwe nesi, ukawe nesi wa kuhudumia watu. Ninakutamkia Mungu akupaize, akupe heshima. Sema amina kama unabarikiwa. Kuna watu shetani anawatesa vibaya sana.
amewanyanyasa. Hali ulionao sio hali yako. Na siku ukiondoka kwa Mungu, Mungu anakuambia, unaona dunia, unaenda kwa Mungu unalia, baba Mungu nimeteseka duniani. Mungu anakuambia angalia kule duniani. Anakuambia angalia wale watoto yatima. Ilitakiwa kijana wako angekuja kuwasaidia. Baba sasa mbona ni mlevi? Pumbavu wako umeshindwa kumbeba. Unafika kule kwa Mungu, anakuambia angalia huko duniani. Angalia watu ambao wana vilio vikubwa, nilikupanga ukawasaidie. Unasema sasa Mungu kitu gani kimetokea? Anakuambia upumbavu wako, uliwadharau manabii, uliwadharau watumishi wangu, walitakiwa wakuvushe. Maana uweze ukavuka tatizo bila Musa, uweze ukavuka shida yako bila mtu mwingine kuwepo. Sielewi kama unanielewa. Nisikilize vizuri. Waisraeli pamoja na kuwa wamelia vilio vikubwa, maandiko yanasema walilia vilio vikubwa, haikuwasaidia. Ilibidi Musa aje. Nisikilize, kuna Musa wako atakuvusha bahari ya Shamu. Kuna Musa wako atakuvusha bahari ya Shamu. Kuna watu wako sahihi Mungu amekuandalia watakuvusha ng'ambo ya pili. Na leo nakutamkia wale watu, kila mmoja aunganishwe na mtu wake sahihi. Sema amina kama unabarikiwa. Unanielewa vizuri? Sema amina. Uko vizuri? Lazima ujifunze kwamba upako wa majira ni upako ambao unafika mahali ambapo unaona kifo, lakini ghafla utashangaa nguvu zinakujilia kwa kiwango kikubwa. Maadui walitaka kumuua Samsoni kwa kuona udhaifu wake wa kuwa na mwanamke kahaba. Kumbe hawakujua upako wa majira uko juu yake. Ukisoma kitabu cha Waamuzi mlango wa 16 mstari wa kwanza, utakuta maandiko yanasema Samsoni akaenda kwa mwanamke mmoja kahaba, na alipoingia kwa yule mwanamke kahaba, maadui zake wakasema na tumuue Samson kupitia udhaifu wake. Nisikilize, kuna maadui zako wanatafuta udhaifu ulionao ili wakumalize nao. Wanaangalia familia mama yako wapi pamekuwa dhaifu ili wakushambulie. Kuna maadui wanaangalia uwezo ulionao ili wakushambulie. Wacha nikwambie, adui akitaka kukuangamiza anatafuta udhaifu wako. Kama udhaifu wako ni kukosa fedha au ni umasikini, anapita kwenye huo masikini, anaingia kwenye boma la kwenu, anakuterekenja anavyoweza. Wacha nikwambie, kila ambaye anatumia udhaifu wako kukupiga, haijalishi wamekuita mchawi, wamekuita malaya, wamekuita takataka, na ndivyo ulivyo. Nataka nikwambie upako wa majira utashuka, itakusaidia, utawashinda tu. Hebu sema upako wa majira leo inakuja juu yangu. Hebu sema inakuja juu yangu. Hebu sema inakuja juu yangu. Hebu sema inakuja juu yangu. Upako wa majira ni uwezo wa kuumuka. Unashangaa tu hasira inawaka ndani. Wamekwambia uwezo uko janga. Unashangaa kama kuna kitu kinashuka ndani yako, ambaye kwa mfano ukienda kwa daktari akakwambia mama au baba, una pressure, una typhoid, una UTI, karibu unakufa. Nataka nikwambie unaweza kupokea ile majibu, au una virusi vya ukimwi. Unaweza kupokea ile majibu na nafsi inanyong'onyea. Unasema naenda kufa mimi. Sidhani kama nitapona. Lakini kama upako wa majira utakuwa unatembea na wewe, unashangaa kuna nguvu inaumuka. Unashangaa ndani kuna waka hasira ya Roho Mtakatifu. Alafu ikishawaka unashangaa mwenyewe unasema wala siogopi, wala sitaogopa chochote. Naondoka. Sielewi kama unanielewa. Ninakutamkia upako wa majira iwe ndani yako. Hakuna kulia tena. Hakuna kulia tena kwa kila aliyekuja mahali hapa. Haijalishi kwenu ulikotoka imekuwa ni mafarakano. Upako wa majira ikishuka, Mungu atakutumia kama Samsoni. Utafanya vitu ambavyo hujawahi kuona. Hebu sema haleluya, haleluya, haleluya. Hebu sema haleluya, haleluya. Usema zako mwambie leo upako wa majira napokea katika jina la Yesu aliye hai. Haijalishi ndio imefika mahali mwanaume anakuona takataka, watoto wanakuona takataka. Acha kukata tamaa. Usiangalie matatizo kwa jinsi ya kimwili. Hata Samsoni angeangalia wale maadui kwa jinsi ya kimwili, angeweza kukimbia. Lakini angalia, maandiko yanasema alipowaona maadui, Roho wa Mungu akashuka, upako wa majira ikashuka. Iliposhuka, maandiko yanasema akapata uwezo ambao hakuwa nao. Ukashangaa maadui wote waliokucheka, kuna siku watapiga saluti, watasema hatukutegemea. Sema amina basi kama unabarikiwa. Wangapi wanataka nguvu hizi zishuke tu leo? Ni uwezo ambao ukikutana na adui yako, ukimpiga macho hivi anafanya hivi, ukimpiga macho hivi anafanya hivi. Hata kama alikuacha jana kwenye mazingira ya tofauti, leo nataka nikwambie upako huo yeyote anayetaka ikishuka ndani yako, hata watoto wako ambao hawakuheshimu, hata watoto wako ambao hawakuheshimu, leo kitazama ili tukijana, yaani bila kumsemesha, kuna nguvu inatoka ndani yako, inaingia ndani wa kijana, unashangaa na kuheshimu, unashangaa heshima inakuja. Ninakutamkia receive today, pokea uwezo wa ajabu. Sema amina kama unabarikiwa. Usi wakati wa kulia, ni wakati wa kumuona Bwana.
Ni wakati wa kutawala wachawi, mizimu, mapepo wanaofunga majina, mapepo wajiandae leo. Ukirudi upako wa majini itawasakama. Sielewi kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Sielewi kama kuna mtu anapokea kitu mahali hapa. Upako wa majira maana yake ni hivi, kama mmewaka na kazi leo, ukitoka na kama yuko hapa, nenda kwenye hiyo kazi ambayo ulikuwa unataka, niwekea huo bosi, tuongee. Ukimwangalia tu hivyo anakuambia wewe unafaa. Sielewi kama unanielewa. Sielewi kama unanielewa. Leo kamba zote zitakatika katika jina la Yesu. Yaani ukitendo cha kuingia tu, ukiingia hivi akitazama uso wako anasema wewe unafaa. Wewe nenda tu. Na kutamkia unayetaka hilo jambo litokee kwenye maisha yako. Yaani kama mizimu imezoea kuwa mifugo yako, kuwa uchumi wako, leo wakija kitendo cha kuwa na upako. Yaani ukifika nyumbani hivi unasema mifugo msikie, upako wa majini imewasili hapa. Na upako wa majini nasubiri, saa ya vita imewaka, saa majaribu yamewaka, saa wanadamu wamenyanyukia maisha yangu, saa maneno yamekuwa mengi. Sasa upako wa majini njoo fanya kazi. Saa wanadamu wanategemea kwamba huyu afiki popote. Hata yule msichana wako hataolewa, hata yule kinako unaona kwamba ameshakuwa mlevi, unamwambia leo upako wa majini umekuja ambao unachafua hali ya hewa, inachafua hali ya hewa. Mlisema sitajenga, wala kijana wangu hatajenga, wala sitafungua biashara, wala sitapona. Kufumba na kufumbua, mnaona vitu vinatokea. Kwani ziko kamba zitakatwa leo katika jina la Yesu. Mambo zako zitakatwa katika jina la Yesu. Upako wa majira ni uwezo unaoumuka ndani ya mtu. Ni hasira ya Roho Mtakatifu. Chukulia tu kwamba kuna mtu amekukwaza, au kuna mtu ambaye mmeshashikana mnatupiana maneno, alafu ulikuwa huna ujasiri naye, alafu unashangaa anakuambia wewe kaa tu nitakuzaba makofi, alafu ulikuwa unamwogopa huyu mtu, unamwogopa, roho ya hofu ipo. Lakini kadri anavyoongea kuna namna fulani hasira inanyanyuka kutokana na yale maneno kuambia, inaumuka. Yaani hata kama ulikuwa mwezi unamwambia unasemaje eti unasema, yaani hapo na miguu kama vile haikanyagi chini, inakuwa kama nyepesi. Unashangaa na mwili, yaani kama nywele za kichwa zinasisimuka. Hiyo ni kwamba kuna nguvu inaumuka kwenye kila sehemu, kuna uwezo unaumuka kila sehemu. Sielewi bana kama kuna mtu ananielewa mahali hapa. Nakutamkia hiyo ndani yako kwa jina la Yesu. Hujawahi kuona unakutana na mtu mwoga, alafu mwezi, alafu anakuambia njoo nikukamkam, njoo nikupige. Na umekuwa kidume kwenye boma na unamwogopaga, unashangaa unamsogelea, alafu ni kama unamsogelea ni kama mwili unasisimuka. Yaani hata wewe kuongea uwezi kuongea, ni kama umekwaga bubu. Lakini unashangaa kama kuna nguvu inapita kwenye miguu, yaani unafikiri kama inatetemeka, yaani unatamani kama ungekuwa napanga pale. Alafu hasira imefika hapa, hasira ikifika pale na amekuzoeaga, na kuambia ile nguvu ikishaingia kwenye mwili, ukimshika hivi niko mkopato, ukimshika hivi niko mrarua. Sielewi kama unanielewa. Nataka nikwambia adui aliyekuzoea leo ujasiri utaumuka, leo nguvu itaumuka, mwili utasisimuka. Lazima tumtupe shetani. Usema zako mwambie mwambie wamenizoea, mwambie wamenizoea. Kama ni magonjwa ni mimi, kama ni laana ni mimi, kama ni maneno ni mimi, kama ni umaskini ni mimi, kama ni afya mgogoro. Angalia ulivyokongolika, umekuwa kama mboboroi. Angalia mwenzako, mwambie angalia ulivyobongorika. Yaani ukiweka sabuni kwenye koo unapeleka mpaka Ngaramto unarudisha hapa. Mwambie sio mpango wa Mungu. Mwambie ni shida, mwambie tu ni shida. Ni shida. Mwambie pokea upako wa majira. Upako wa majira inakutoa chini na kuweka viwango vya juu. Sielewi kama unanielewa. Unajua kusikia watu wanasema kuna kaupepo kamemtembelea fulani, kuna kaupepo kamemtembelea Neema, kuna kaupepo. Nataka nikwambie kuna mazingira sasa hivi unapitia. Leo naomba unipe imani yako. Leo naomba achilia moyo wako kwenye madhabahu. Bwana atembee na huo moyo. Nakwambia kuna nguvu itakuja. Huo ni mwaka utapata kazi, huo ni mwaka lazima utaolewa, huo ni mwaka lazima utamiliki vitu vyako, na kutabiria kinabii ndani yako na itakuwa ndani yako. Amesema amesema ni mwaka wangu, mwaka wa maadui kuaibika. Maana kuna watu waliposikia una homa wakasema ndio kwa heri. Tulisemaga na virusi vya ukimwi, sisi tumekwambiaga. Uone hata alivyokuwa mwito, uone mguu imekuwa kama ndani, si imekauka kama boboroi. Tu ana magonjwa yule. Shetani mkubwa kwenye boma, mchawi mkubwa kwenye boma. Wacha nikwambie, saa ya Mungu
inakuja na saa ya upako wa majira inashuka. Kila aliyekudharau atasema yes. Na kutamkia Bwana akupe nguvu ya upako leo. Nyanyua mikono, sema nahitaji mafuta ya kupakwa leo. Mafuta ya upako, mafuta ya Roho Mtakatifu ije juu yangu leo. Wote walionipiga vita, sasa si wakati wa kupigwa vita, ni wakati wa kushinda katika jina la Yesu. Nataka niseme hivi, upako huu ambao uko mahali hapa ni huu. Kuna watu wanakutegea mitego. Jana wakishatega mitego, unashangaa kuna ujasiri unaumuka. Hujawahi kutembea, unatembea barabarani, alafu ghafla unashangaa kama kuna kitu kimekupiga, alafu unashtuka, alafu unashangaa kama mwili unasisimuka, alafu unashangaa kama kuna ujasiri unaingia. Hao watu wanatembea na upako wa majira kama ujuaji. Hii ni kwamba kuna mtego imeshategwa mbele yake, aidha ajali, aidha mafarakano, aidha kuna mtu anataka kukutukana, lakini upako unaingia umeingia. Unashangaa unakutana yule mtu alikuwa na nia mbaya na wewe, akikutazama hivi inabidi akuhepe mwenyewe. Nami nakutamkia upako wa majira uwe ndani yako. Kama utakuwa na nguvu ya upako wa majira, kuna watu watakuheshimu kwenye hiyo boma. Wakikaaga vikao na kusema wewe, natangaza upako wa majira uwe ndani yako. Ukipita mahali wanakusema wafunge vinywa, amekuja kamanda, amekuja mfalme. Hata wakikaa mahali wanakuzungumzia, utashangaa unamwambia huyo mtu namuogopa, huyo mtu namuogopa. Usimseme huyo mama, usimseme huyo dada, hata kama uko pale, hata kama uko pale. Ukitembea katika upako wa majira, kuna watu wanakusemaga vibaya, kuna watu Mungu atanyanyua kwa ajili yako, watakulinda, watakusaidia, hautapigwa. Asielewi kama unanielewa. Sielewi kama unanielewa. Upako wa majira kazi yake ni kukutanisha na watu sahihi. Yamkini mume wako amekosa watu sahihi. Yamkini kijana wako amekosa watu sahihi. Kila anapotoka anakutana na watu wabaya. Kila anapotoka anakutana na watu wa mikosi. Kila anapotoka anakutana na walevi. Kila anapotoka anakutana na watu ambao hawampi kibali. Kila anapotoka anakutana na vitu ambavyo havifai. Unashangaa mbona Mungu wetu maisha yetu yako hivi? Mimi nikitoka kuolewa nakutana na watu wanaonitapeli. Nikitoka kutafuta kazi mbona sipati kibali? Nikiongea na mume wangu mbona sipati kibali? Hii ni kwamba hauna nguvu na upako wa majira. Upako wa majira ukiwepo, hata kama mume amekuja ana sura tofauti, hapa hapo ukimtazama sura, hapo ndani unashangaa mwili unasisimuka. Unashangaa mpaka mifupa inapita kama moto. Unashangaa mpaka nywele za kichwa zinasisimuka. Ikisisimuka wakati mtu anaongea unamwangalia tu hivi. Alafu ukimwangalia unashangaa mpaka sura ina change. Maana Roho Mtakatifu ana change kutoka ndani. Akichange